Lakini tarehe 7 Machi mwaka huu 2025 tulipata pia taarifa kupitia mifumo yetu ya taarifa, tulipata tetesi za uwepo wa wahisiwa wenye dalili za vipele na mambo mengine yanayoendana na ugonjwa wa mpox. Na ilipofika tarehe 9 Machi mwaka 2025 tulipomaliza kukamilisha uchunguzi wa kimaabara, tulithibitisha tarehe hiyo 9 kwamba nchi yetu ina wagonjwa wa mpox wawili kwa kuzingatia uchunguzi huo wa kimaabara. Lakini hata hivyo tunaendelea kufuatilia mwenendo wa wagonjwa lakini na wale waliotengamana ili kuendelea kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa salama. Na kama mnavyofahamu, ugonjwa huu wa mpox unatokana na maambukizi kutoka kwa wanyama kuja kwa binadamu, na binadamu ana uwezo wa kumwambukiza mwenzake pale ambapo maji kutoka kwa binadamu yanagusana, mwenye ugonjwa yanagusana na binadamu mwenzake mwingine, na hivyo anaweza kusababisha maambukizi haya, ikiwa ni pamoja na kutumia matandiko ya mgonjwa ambaye ana ugonjwa huo, lakini kugusana, kushikana mikono, kubusiana, wakati mwingine kukumbatiana. Kwa hiyo kama hayo yatafanyika lakini mmoja kati ya hao ana maambukizi haya, basi anaweza kuambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Tunachosisitiza Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba magonjwa haya ya mlipuko hayana mipaka, na ndio maana tunakuwa na mifumo na mitandao kutoka nchi moja mpaka nyingine kuhakikisha kwamba kila nchi inajitahidi kulinda wananchi wake, lakini hasa kutoa elimu na kuwa na utambuzi wa dalili za magonjwa haya. Na sasa tunahimizana kila mtu afahamu dalili hizi za ugonjwa wa mpox na kuchukua hatua za kitaalamu ambazo tumeendelea kuzisisitiza kusudi tuweze kukata hii minyororo ambayo inaweza ikasambaza ugonjwa huu. Niendelee kusisitiza kwamba ni lazima kwa sasa kila mmoja wetu ajitahidi kufuatilia maelekezo ya Wizara ya Afya, maelekezo ya wataalamu, ikiwemo kuchukua hatua za haraka sana pale ambapo unaona una dalili za ugonjwa huu ambazo zitaelezwa hapa, ikiwa ni pamoja na homa kali, kutoka vipele, maumivu ya misuli, wakati mwingine kifua na kukohoa sana, na mambo mengine ya namna moja ama nyingine yatakuja kuelezwa vizuri hapa. Sisi kama Wizara ya Afya tutaendelea kufuatilia kwa kina na kutoa taarifa ya mwenendo wa ugonjwa huu kadiri ya taarifa za ufuatiliaji zitakavyokuwa zinapatikana, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunavunja na kukatisha minyororo ya maambukizi ili kufanya ugonjwa huu pia kwa muda mfupi tuweze kuondoa ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tunawashukuru pia viongozi wa dini, mara zote wakati tunapokuwa na milipuko ya magonjwa haya ya kuambukiza wameendelea kuwa mstari wa mbele kuliombea taifa letu, lakini kupitia sehemu za ibada wamekuwa wakitusaidia pia kutoa taarifa za tahadhari, kinga na hatua za kuchukua pale mtu anapoona na kuhisi anaweza kuwa na dalili za ugonjwa huu. Kitu cha kwanza ambacho mkoa umefanya ni kuunda timu za mwitikio wa haraka, yani kwa maana ya timu za wataalamu. Ugonjwa unapotokea lazima wataalamu waweze kushughulika. Kwa hiyo timu hizo zimeundwa katika ngazi ya mkoa, lakini pia katika ngazi zote za halmashauri. Lakini kwa sababu ugonjwa wenyewe asili yake ni kuambukiza, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wa Afya itangulia kusema, aidha kwa kugusana au kugusa majimaji ya kutoka kwa mgonjwa, basi tumeandaa sehemu za kuwatenga wagonjwa iwapo watatokea. Kwa haraka tu hapa, tukianza na manispaa hapa ya Songea, tuna eneo la hospitali ya mkoa
lakini pia tuna Sanangula, hospitali ya Sanangula ya Manispaa. Pale halmashauri ya Songea tuna hospitali ya Peramiho, lakini tuna hospitali ile ya halmashauri ya Mpitimbi. Upande wa Tunduru tuna hospitali ya halmashauri pale ya Tunduru, halikadhalika na Mtumbo hivyo hivyo pale Migelegele hospitali ya halmashauri. Upande wa Mbinga hospitali ya halmashauri, Nyasa hospitali ya halmashauri, na Mbinga pia upande wa vijijini ni hospitali ya halmashauri. Lakini tumeimarisha pia timu za ufuatiliaji. Magonjwa haya mara nyingi ni ufuatiliaji, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo timu zetu pata habari hasa katika maeneo yale ambayo wagonjwa wanaweza wakaingia. Mathalani viwanja vya ndege, na hapa Songea tunacho, lakini zile boda, mipaka ya Mkenda pamoja na kule Nyasa, timu zetu zimeimarishwa zaidi ili kufuatilia hasa watu wanaoingia, lakini pia na timu za ndani kwa ajili ya kufuatilia wananchi wetu. Na utoaji wa elimu, sasa kila halmashauri itakuwa inatoa, lakini pia mkoa nao utatoa. Ukimuona mtu kamili aliyopata tatizo hilo utamhurumia, na haukupi fursa ugonjwa huo hata kulala kwa vizuri, sababu ni mwili mzima umeenea hiyo, hata kulala kwenyewe kunakuwa hakuna starehe. Kwa hiyo unatembea tembea, yani unakuwa ni mtu mwenye kutembea tembea kwenye chumba chako, unazunguka zunguka. It's very serious issue. Kwa hiyo tujitahidi kuwa makini mno, na wataalamu wameshatuambia yani hakuna dawa maalum ya kutibu huo, ni tiba za kujikinga zaidi ndizo zinazotakiwa kuliko ukasubiri upate ili ujitibu. Hapana. Kwa hiyo let us be serious, tuepuke kushikana mikono, turudi kwenye utamaduni wetu ule wa kunawa tukimaliza kuzungumza kwenye mikusanyiko, kufua nguo zetu kwa haraka, kunawa mikono, hivyo kutokushikana, yani ndio namna tu, lakini vinginevyo ni ugonjwa unatesa.